ولست بخيركم بل كي يذاكر نفسي وأنفسكم وأفيدكم بما أفادني الله. Yenye ndugu Waislamu, nichukue fursa hii na nafasi hii kwa mara ya pili kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sunna zake ni ile aliyosema an-nikahu min sunnati, an-nikahu sunnati al-anbiya. Alisema ndoa ni katika mwendo wake, bali akasema ma fi ruhbani fil Islam. Hakuna utawa, hakuna uaskofu na upadiri katika Uislamu. Uislamu system yake ni kuoa kwenda mbele na kuzaa sana bila kujipangia. Fa inni ubahi bikumul umamu yawmal qiyama, ili tukampe fahari kubwa ya umma mkubwa Mtume siku ya Kiyama. Kwa kweli ibada ni nyingi katika Uislamu, lakini ndoa ni ibada ya ajabu. Ni ibada pekee imeanza kabla ya hii misikiti kuwepo. Ni ibada imeanza kabla ya madarisi zilizokuwepo mtaani. Ni ibada ambayo ilianzia mbinguni, kwa sababu Sayyidina Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam lamma udkhila aljannata, alivyoingizwa peponi akaona anharum min asalin musaffa wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, akaona mito ya asali, mito ya maziwa na kila neema ya peponi. Na kisha tangaza Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudus, wa laqad a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ameandaa mambo huko juu, macho hajawahi kuona uzuri wake, masikio hayajasikiapo, wala haijawahi kupita hata katika moyo wa mtu akaimagine utamu na ladha ya peponi. Peponi kuna ladha nyingi sana. Ukiingia tu peponi unatangaziwa ya sakini aljinan, enyi wakazi wa peponi, inna lakum an tasihhu fala tamradhu abada. Hakuna kuumwa. Inna lakum an tashibu fala tashikhu abadan la tahram. Peponi hakuna uzee, hakuna vitu kama hivi. Inna lakum an tahyu fala tamutu abada, takuwa hai, hakuna kufa. Wallahi mimi jana niliota kana kwamba nitaka kufa hivi. As-sa'adatu fi dunya mashubatun mashubatan bin naqisat, warastu ala as-sa'ada bi jami malin walakinna at-taqiyya huwa as-sa'id. Furaha duniani imechanganywa na mapungufu mengi. Uwe nacho mtihani, usiwe nacho mtihani, uwe umeshiba mtihani, uwe na mke mtihani, lakini furaha hakika ni furaha za peponi. Lakini pamoja na uzuri wake, mzee Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wasallam kaona yote, lakini akaonekana mutawahishan, wahshi, mpweke, amejaa loneliness. Akalala kidogo, alivyoamka kushotoni mwake pamepasuka, akatoka zaujatan mar'iyya, akatoka mke mzuri, mke mweupe. Na yeye akamuuliza, walima khuliqti, mimi nishaumbwa, na wewe unafanya nini hapa? Akamwambia, nami nimeumbwa, umeonekana umepewa mambo mengi, lakini Mwenyezi Mungu kaumba mambo kwa pea, litaskunu ilayya. Wewe bado una usela, huna utulivu. Nimeumbwa nikutulize, ili mimi kwako niwe anisa wa jalisa wa sharikatul hayat, niwe kitulizo chako. Hata uwe na pesa kiasi gani, kama humiliki mke bado hakuna utulivu. Niwe nakaa na wewe, usingizi wa peke yake si mtamu. Hata gari ukiiendesha haina raha, pembeni yao yamekaa mwanamke wenyewe asema mtoto mkali pembeni. Hata raha ya pesa uzitafute wewe, azihesabu mke wako. Hii dunia yote Allah ameiumba kwa ajili ya wanaume, lakini akawaona wanaume hawana utulivu,
akawatengenezea kiumbe mwanamke. Kwa hiyo pepo ni chakula biriani ambayo imewekwa ile biriani, ikawekwa nyama, ikawekwa ndizi, ikawekwa zabibu, kila kitu, lakini ulivyoila imekosa thamani, haina chumvi, ni kitu kidogo tu milh, biriani ikakosa utamu. Lakini ulivyoweka chumvi imepatikana maana kamili, unasema leo nimekula. Basi chumvi ya pepo alikosekana mwanamke, Mwenyezi Mungu akamletea Sayyida Hawa, na hapo akaenjoy mzee Adam. Na leo tunasema hata alooa leo aende zake na mke wake, Mungu awabarikie, alafu tunataka atuambie hajapata raha ya kuoa, atuambie maneno kama haya. Sasa leo mwenzetu ameoa, Allah ambarikie, lakini kupitia mimbari hii na muda umekwenda, kwa kifupi tu, hebu tujifunze ni nini ndoa kwanza, kwa sababu ukipatikana jambo Waislamu tupeane nasaha. Kukitokea msiba watu wakumbushwe, kukitokea harusi walima kama hivi watu wapate mawili matatu. Sasa dakika 5 tu niseme maneno. Wale walooa hivi sasa wakinipa masikio ya moyo kabla ya masikio ya maumbile watapata faida, na hata wale ambao nao wanataka kuingia sasa kwenye kitivo hichi watapata faida, na hata wale tulooa zamani tutapata faida ya kufanyia tajdidi ndoa zetu. Hivi sasa wazungu wanasema ndoa na mapenzi ni vitu haviepukiki. Mapenzi ni kitu kinachorani dunia. Tafiti zilizohesabika wanasema muhafadha, mkoa wa Dar es Salaam peke yake kila siku zinatoka talaka 300. Dar es Salaam peke yake tu zimekuwa zina shida kubwa sana ndoa. Unajua tatizo ni nini? Tatizo ni hili hapa. Ukiona pahala kuna ndoa, istidadati zote, maandalizi yote ya ndoa yashaandaliwa. Ndoa hii ukumbi wake itakuwa sehemu fulani na gharama itakuwa kama milioni 15 zishapatikana. Ndoa hii itakuwa ina sare zake, itakuwa ishapatikana. Ndoa hii itakuwa usafiri, itakuwa ishapatikana. Ndoa hii Sheikh nani na nani leo atakuja kusema hata ndoa hii imepangwa. Khutba atatoa Sheikh Uthman Maiko, nani atasalisha siku hizo, nani atafungisha siku hizo. Hata nikaambiwa nisome khutba ndoa nikakataa, nikasema shape wala kwangu, lilobakia lila kwenu. Kwa hiyo bajeti zote, lakini ya lalasaf kuna bajeti moja haizingatiwi, taalim, mafundisho ya kwanza kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Hizi darasa hizi hakuna. Wenzetu upande wa kushoto kwa hili tunawaonea ghera wa Kristo, wao hupata semina miezi 2, miezi 3 mpaka mwaka mzima kwanza wa mafundisho ya ndoa, kwa sababu wao tabia yao wakioana hakuna kuachana mpaka kifo kiwatenganisha. Hawaachani wale, japo ndoa zao sisi hatuzitambui. Kwa hiyo utakuta anaanza kwenda regio au school, anasoma mpaka mwaka unaisha. Mwaka ukishaisha, yule father au baba au pastor ndo baada ya pale anatilia saini kwamba sasa hawa wanafaa kuoana, wamefahamu maana ya ndoa. Lakini tukija sisi huku kwa Waislamu, kwanza kila mmoja akifika stage hiyo kila mmoja ni sheikh. Kam minan nasi malayin, wangapi katika matirionea ya watu ashawahi kumfuata Sheikh Muhammad Takwa hapa, Sheikh na miezi 4 nataka nioe, hii miezi yote kabla sijaoa naomba unipe darasa za ndoa mpaka nikae sawa, na ukinipitisha niambia he wallah kaoe, nani kaja, nani kafanya. Ndio maana nasema ndoa nyingi za leo zina uchanga mwingi. Tukisema uchanga mwingi hatumaanishi walioana watoto wadogo, mara nyingine wazee, watu wazima na wanawachana, hasa wazee wa siku hizi. Haya hatujai kuyaona miaka ya nyuma iliyopita. Ikiwa nyie kina babu kina bibi mnaachana, sisi wajukuu tutafanya nini sasa? Ikiwa wewe shekhe na imamu mmeachana, sisi maamuma tutakwenda wapi? Tutakwenda wapi sisi?
tunajua abghadhul halal inda Allah talaqan, halali ambayo Allah haipendi ni talaka. Talaka tahtazu arshur rahman, inatingisha jengo lake Allah. Lakini talaka ndani ya nyumba yako inaning'inia. Ka vipi nikuache, tuachane, niandikie hata sasa hivi, kwani itakuwaje? Kila siku kwa Waislamu talaka zinaruka. Kwa nini? Nilishawahi kuishi Moshi, Wakristo wengi kule, sehemu inaitwa Mkuu Rombo. Kuna wazee, bibi kafikisha miaka 90, babu kafikisha miaka 110. Hawakuwa Waislamu hawa, walikwenda kufanyiwa sherehe kwa sababu miaka yao ya ndoa hawajawahi kukwaruzana hata kwa bahati mbaya, hata kidogo tu, hata kidogo tu. Tunakwama wapi? Leo tuchukue mazingatio, tuweke sehemu kabisa kwamba jamani, katika Uislamu hakuna jambo la ndoa la kukurupuka. Ili jambo ni kubwa. Sheikh Ali kasoma, man tazawaja faqad hafadha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatra al-akhar. Ile kuoa tu umepata nusu ya dini nzima. Ina maana kabla hujaoa kama dini ilikuwa nusu. Angalieni kanzu niloivaa. Mtu mmoja leo anambia umependeza, lakini kweli nimependeza. Sasa uone kanzu kama hii, lakini mkono mmoja umekatwa nusu. Sasa shekhe, kanzu yenyewe ya kiuni, mbona yani ukieleweki? Alikuwepo amiri wetu marhumu hapa, Allah mnawirishie kaburi lake, mzee Pareka markazi hapa. Akamwona kijana mmoja kaenda sabilillahi 4 shuhur, miezi 4, siku 40, mujahid kabir. Akambia vipi? Ambia sasa hivi naenda IPB, India, Pakistani, Bangladesh, Nakdan Kesh. Alafu mwisho akambia lakini baba ushaoa? Akambia laisa bad, sijaoa. Kumbe wewe muuni kumbe wewe muuni Ina maana kumbe shirarukum uzabukum, mshari wetu ni yule ambaye hajaoa. Kwa hiyo kuoa ni cheo kikubwa, na research ya Kiislamu imeonesha watu hufunguliwa mikono uchumi baada ya kuoa. Fanya tafiti, utakuta kila mwenye kajumba ni baada ya kuoa. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anamwambia wawajadaka ailan fa aghna. Si tulikukuta sisi wewe ni maskini, tukakutajirisha kupitia Sayyida Khadija. Ndio ulama asira wakimtaja bibi utasikia Khadijatan, man Khadija wama adraka man Khadija. Warabu wanasema inna waraa kulla rajulun adhim imraa, kila nyuma ya mtu mkubwa alioleta mabadiliko katika society hakufika hapo isipokuwa supporter ya mwanamke. Ndio maana siku zile wakati tunafungua Fathu Makkah, Mtume aliulizwa fa aina tanzil, tukushushie wapi? Akambia fa aina anzil, nitashukia wapi? Sina mimi. Akhadhu dari, akhadhu kulla ma amlik. Si serikali ya Makkah ilinitaifisha kila kitu, lakini mtakamjue leo siku ya celebrate nishukie wapi? Insibuni khaymata amama kabru Khadija. Allah, niwekeni hema langu makaburini alipolala mama Khadija. Mtume leo ulale makaburini? Ambia ndio. Mtume anatuonesha kwamba pia sikufika hapa kuukomboa Uislamu nkawa kiasi hichi, isipokuwa ni mashirikiano ya bibi huyu. Hata kama amekufa simsahau. Leo nitakwenda pale makaburini, nitaenda kukaa na akapigiwa hema lake. Yani Mtume anasema mke ni msaada mkubwa. Na ukijua mke ni msaada mkubwa, Rasulullah alivyopata dini akaletewa na Allah mke ambaye si mpinzani wake. Wa awwal man amana bihi minan nisa'i Khadija, wa mwanzo kamwamini Mtume na akamsapoti sana. Mtume ashai kusema ma abdalani Allahu khairan minha, kama ni khairi Mungu hajai kunipa khairi kama bibi yule. Amanat bi yawma kafara bin nas, cha mwanzo aliniamini hakunipa upinzani siku watu wote wamenikufuru. Wa atatni ma laha yawma haraman yannas, sikanipa pochi lake siku watu wameninyima. Wa atatani Allahu waladan minha, na Mungu akanipa watoto kupitia bibi yule. Man mithluha, hebu nani atakuwa mfano wake bibi kama yule? Hakupata upinzani. Wake wa pili walimtingisha kidogo Mtume mpaka Allah akaingilia kati.
Lakini Allah kuona jambo la kuoa jambo muhimu sana, alimleta chuma alotulia kisawa sawa kuliko hata walofuatia baadaye. Kwa hiyo jambo hili ndo la kwenda kichwa mchunga tu kulibeba beba, hapana. Lazima ndoa zinahitajika shule. Ukisema kwa Kiswahili, tujifunze kidogo tuswali. Ndoa hiya ibaratun an nutqin bi arba'i harfin. Ukisema ndoa Kiswahili, si herufi 4 tu hizi. Kuna herufi ya N, D, O na A. Hiyo N ya mwanzo ndio ndoa yenyewe. Sasa ndoa unavyoiona ina sunna zake, ina nguzo zake, ina sharti zake. Ndio maana shekhe wakati anaozesha anauliza, mashekhe jama tuko sawa? Ina taratibu zake ndoa. Zile taratibu zisipofuatwa, zile taratibu zisipotekelezwa, baada ya N herufi ya pili inaokuja, hiyo ni herufi gani? Ni herufi D. Ndo ndoa yako inaingia doa sasa. Ndo ndoa yako inaingia kasoro sasa. Ndio ndoa yako inaingia mapungufu. Alama ya mapungufu ya kwanza, hamlali mpaka mtete, mpaka msemane, mpaka mtukanane, mpaka mnoniane. Hamlali mpaka mwanze kupigana. Hamlali mpaka mwanze kutishiana talaka. Utaniambia nini? Wewe mwenyewe utaniambia nini? Amani imekosekana. Hata leo umekuja msikitini, hata kusalimiana hamjasalimiana. Umeweka pesa mezani, ukitaka kula, ukitaka acha, huyo umeondoka zake, hamsalimiani. Hii ndoa imeingia mapungufu. Hii ndoa imeingia doa. Ikishaingia herufi D ambayo imeingia mapungufu, kuna herufi inafuatia hapo. Kuna herufi O. Hii herufi O inakuambiaje? Hapana, ulikosea kaka kuchagua. Huyu siye, oa mwingine. Hakufai. Ndio unamkuta mtu ana miezi miwili, shekhi nitafutieni mke, nitaka kuongeza mke mwingine. Wewe umeoa juzi wewe. Na kwa upande wake mwanamke anasema huyu siyeolewa na mwingine. Ndio pale niache, ukiniacha leo naolewa kesho. Kasema nani maneno haya? Nioe, niache, nitaolewa kwingine, nitaoa. Sasa inafikia stage kweli unaweza ukatoka ukaenda kuoa sehemu nyingine, au yeye anaweza akatoka akaenda kuolewa sehemu nyingine, lakini pengine ukaingia pabaya zaidi kuliko pa kwanza. Kuongeza mke ni sunna, lakini hakuongezwi mke kwa sababu ya ugomvi wa nyumbani. Wewe hujalijua lengo la ndoa. Wanandoa, kabla sijamalizia herufi ya mwisho, mngejifunza tabia ya ulimi na meno, hakuna ndoa ambayo ingebabaika na kutingishika duniani. Ulimi ni laini sana, mwepesi, lakini unaishi na meno makali kweli kweli. Ukifanya mchezo ulimi umekwisha. Lakini ulimi umesoma tabia za meno. Meno ni mkali, lakini mimi siwezi kupeleka maisha yangu bila ya ulimi. Nyama ya mfupa nawezaje kuipokea nikapeleka tumboni? Chakula ambacho hakijatafuna nawezaje kukitumia chakula hiki? Siwezi. Maana yake ulimi ni mwanamke, ulimi ni mwanaume mlaini, meno ni mwanamke mgumu. Sikiliza vizuri. Sisi wallahi hatuwezi kuishi, hatuwezi kutoboa bila ya mwanamke, na wanawake hawawezi kuishi bila ya sisi wanaume. Mimi binafsi nikiwa katika makama ya Mtume Muhammad, kwa maisha aliyojizoesha kuishi na mwanamke utaniua sasa hivi. Yani ukinipa usela, yani naona kifo hivi hivi. Siwezi tena maisha haya. Hatuwezi kuishi bila ya wao. Ndio pale Allah asema inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Katika Taghabun 14 ila 15, aya nambari 14 mpaka 15, Allah asema inna min, harufi ya min yufidu tabi'id, baadhi ya wake zenu. Hakusema wote, kwa sababu wengine ni vipande katika maisha yetu. Wengine hatuwezi kuishi bila ya wao, kama mkewe Mtume Muhammad. Mtume alishindwa kuishi bila Sayyida Khadija. Siku alivyokufa, mwaka ule uliitwa amal huzni, mwaka wa kusikitika. Watu walimuuliza ala tatazawaj, woi wako wanawake wengi. Unajua alisemaje? Man mithluha, nataka kuoa lakini
atakayekuja kuvaa viatu vya Sayyida Khadija vikamfiti nani? Yuko wapi? Ulama usuli wanasema ukienda kuoa, tizama ghusnan wa mambatihi, yale matawi ya miti na mizi yake, kwa sababu sehemu ya kuoa ndio sehemu ya kujitengenezea maisha yako, au ndio sehemu ya kujiharibia jumla jamaa la maisha yako. Allah ndo anayejua ghaibu kabisa, lakini kwa dhahiria na hukumu nasema anafaa kuonewa wivu na kuombewa Mungu yule aliobahatika leo kuja kuoa kwa Sheikh Nasoro Juma. Amepata bahati kubwa kwa sababu binti ana sifa, binti ni hafidha al-Qur'an, tumemlea wenyewe, ni binti khasa, watu akhiri hawaachwi kabisa. Ni binti ametokamana na nasabu nzuri kabisa 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 kabisa. Mtume asema takhayyaru linutaifakum inna irqa dasas, chagueni sehemu za kuweka mboga zenu, za kuweka mbegu zenu, kishipa hakichupi, asili haipotei. Ulama wanasema ukimtaka mtoto mzuri, si unataka mtoto mzuri, mtoto mwema, hatafutwi pale ndani sasa umekaa na mkeo mmefunga madirisha tunatafuta mtoto mwema. La, zile siku za murawida, siku za kutafuta mchumba, pale ndo unamtafuta mtoto mwema, kwa sababu asili haipotei. Iyakum bi khadhara'i diman, qil wama khadhara'u diman ya Rasulullah, qal alhasunati min manbati su. Msichume mboga nzuri lakini zimeotea jalalani. Ni zipi hizo? Wanawake warembo lakini kozao mbaya. Yawezekana kabisa ukampata binti mwema, walia, taqiya, khafifa, mzuri, lakini kaka zake ni walevi. Hakuna mashaka, hakuna mashaka watoto wako wakachukua tabia za wajomba, hakuna mashaka hayo kabisa. Sayyida Maryam alipokuja ni mjamzito, watu walimhukumu kwa wazazi wake, laqad jiti shay'an fariya, ma Maryam umetusurprise leo, kwa sababu ma kana abuki mraa sauin wa ma kanat ummuki baghiya. Mzee wako hakuwa muovu, mama yako si muashirati, tabia hizi umezipata wapi? Angalia, kuna Mwarabu mmoja Oman, ye mweupe akaoa mke mweupe, kisha akapata safari. Baada ya safari akasafiri, mke wake kashika ujauzito. Watu wakasema ujauzito, mzee yuko safarini, mimba, mawifi vipi? Ambia ya mume wangu jamani. La ilaha illa Allah. Akaja kuzaliwa mtoto mweusi, hakuna mfano wake. Watu wasema kivumbi huyu bwana akirudi huyu kivumbi chake kikubwa. Si tulisema mume wake kaenda safari, kamghibu mume wake, wewe si mwema, hebu acha tumuone huyu bwana akirudi. Yule bwana siku akarudi, mke wake kishajifungua. Mke wako ulimwacha na mimba, kaza na ana mtoto. Hasa yuko wapi mtoto wangu jamani? Alipoletewa mtoto mweusi, yule bwana babake mweupe, mamake mweupe. Yule mwanamke babake mweupe, mamake mweupe. Wenyewe weupe kweli kweli kama karatasi. Alipopewa mtoto yule asema ya subhanallah, mtoto kafanana na marehemu bibi yangu, alikuwa mweusi hivi. Inna irqa dasas, asili haipotei, haipotei kabisa, haipotei asili. Kwa hiyo ulimi hauwezi ukaishi bila ya meno. Sasa ulimi ukasoma tabia za meno, meno asilia yake ni mkorofi kabisa, ana asili hiyo meno. Sasa ulimi unasafiri, unakwenda kupokea chakula kwa mzee meno, halafu rahimallahu mraan arafa makanahu wakafa inda haddihi. Mwenyezi Mungu anamrehemu mtu yoyote anajua position yake ni wapi, kiti chake ni wapi, akakaa bila kuhimizwa. Siku moja nilienda na Sheikh Nasor na Sheikh Abdurrahman Slim kule Kariakoo Maulidini. Kuna bwana mmoja nimemsahau jina lake, yake Tarika, alikuwa MC, akatangaza akasema, hadhirun wote mnaokuwa katika hafalati maulidi, kabla tuanza shughuli, kila mmoja atizame alipokaa, pana mstahiki.
Kama mpa mstahiki atoke mapema kabla hajatolewa. Sheikh Nasr akamwambia, Sheikh, hapa tukae au si petu, kwamba hata hii safu ya mbele kama si mambo yako kaa kule. Basi hivyo hivyo ndani ya ndoa, ukikaa position yako na position nzuri ndani ya ndoa ili msigombane. Unajua ugomvi ule ukwepo ndani ya ndoa nini? Mume ataka haki zake na mke ataka haki zake. Ili upate haki zako, kwanza hebu mpe mwenzio haki zake. Ukimpa tu haki zake, automatically zake zitakuja. Sasa ulimi ukaona sasa mzee meno atakuja kwenye kiti chake, akishakuja nsinganganie pale mimi niondoke, unakuta anaondoka. Akishaondoka meno anakaa sehemu yake. Lakini mara moja moja, pamoja na kupishwa, meno ina asili ya ukorofi. Mara moja moja yanaufuata ulimi kuugonga bila hata ishu ya chakula. Mtu anaweza akaongea tu, subhanallah nimejingata, ukorofi wa meno. Angalia akhlaq njema ya ulimi. Ukishagongwa na meno haufuri, haukasiriki, hausemi lazima nitalipiza, hapana. Unazidi kusamehe, unazidi kukaa mbali, wanakaa wanacheka, lakini meno ana asili ya ukorofi. Unajua maana yake nini? Mwanamke ana siku zake, bilaksi zingine si zake. Mwanaume siku zote nzake. Mwanamke ana siku zake 3 au 5 au 7. Ulama wanasema akiingia kwenye zile siku zake, tarajia yafuatayo. La mwanzo, automatically ana tabia ya kumchukia mtu from nowhere. Anakuwa kisirandi tu, hayuko sawa. Mara nyingine anaelewa vitu vibaya. Unaweza ukamwambia jambo katika mazingira mcheke mfurahi, likamtibua kweli kweli. Hayuko normal, ana udhaifu wa kila hali mwanamke, hasa akiwa katika siku zake. Sasa wewe mwanaume ni ulimi. Wewe siku zote uko sawa, hauna kwamba leo siko sawa, kisirani, hapana. Usishindane na mtu mwenye mapungufu makubwa. Ili usishindane naye, tutayamalizia baada ya sala. Mfanyie mkeo mambo 5 tu. Mengine tutamalizia baada ya sala. Mambo 5. Wanawake wanahitaji sifa nyingi kutoka kwa wanaume. Lakini wanazuoni wanasema hizi sifa 5 ukimtekelezea mke wako atakupenda tu na atatulia yale makeke yake. Wanatofautiana sifa. Yuko mwanamke anampenda mwanaume mrefu, mwanaume mwenye pesa, lakini hizi 5 kila mwanamke anazipenda. Na bwana harusi wa leo namuhusia aondoke na sifa hizi na wale wengine ambao wapo ndani ya ndoa. Akizifanya hizi, kila siku atakuwa wanacheka kwa ndoa yao, itakuwa na baraka. Sifa ya mwanzo, wanawake wote wanampenda mwanaume atifun. Mwanaume ambaye si mgumu, romantic. Mwanaume ambaye muda wote hata kama ameudhiwa huwa anatabasamu. Mtu romantic hawezi kurudi nyumbani mikono mitupu. Hawezi kurudi pesa huna, hata maneno mazuri hauna. Ni mpango wa akili yako, yaltaqit baadhi alkalimat. Chagua baadhi ya maneno mpe mke wako. Nitakwambia ni kitu mtashangaa sana. Wanaume wameumbiwa nadharia, wameumbwa kutizama. Mwanaume akitizama chombo hicho, chuma hicho, anapata faida kubwa sana, ndo anampenda. Wanawake hawajaumbiwa kutizama, wallahi kabisa hawajaumbiwa kutizama. Sisi wanaume tamaa yetu ipo katika macho. Nyote mnajua. Unaweza ukawa mtu mzima, unajiheshimu, umevaa kanzu na mwaluma kama huu, unapita pahala mbio, mara ukapita Kirama. Ulivopita ukaona mwanamke tena chizi yuko Jalalani, ulivopita haraka subhanallah. Lakini kwa sababu tabia yako ipo kwenye macho, unaona kama sijaona vizuri, ukarudi tena ukaangalia tena. Kwanza unatazama watu hawanioni. Huo ndo udhaifu, ndo tulichoumbiwa. Ndo maana zile alati, alama zote za mwanamke avae vizuri ili mume wake apate kumuona. Lakini mwanamke hajaumbiwa kutizama, kaumbiwa istimaa, kusikia. Ukimpa maneno mazuri yanakuja mpaka katika moyo wake mwanamke. Kwa hiyo pia msifu na ujue jinsi ya kumsifu. Angalia mtu mmoja anamsifu mkewe, maneno gani haya? Yani ulivyokuwa bonge, nikikumbatia kama nakumbatia pipa, mashaallah. Maneno gani unasema haya? Na humu ndani, wallahi sinunui silaha humu ndani. Ninunue bastola ya nini? Ambia kwa nini? Huyo jambazi akija ukimkalia sikisha kufa zamani. Si utani mzuri wa maumbile. Chagua maneno mazuri, mpe mke wako, hii inaingia sehemu ya romantic. Jambo la pili, wanawake wanaolipenda, wanapenda sana jambo la pili. Baada ya mtu kuwa romantic,
Jambo la pili, wanampenda mwanaume karimun sakhiyun, mwanaume asiokuwa mkavu, mkarimu, ananyosha mkono. Hata hapa msikitini kama kuna mzee fulani, ustadhi fulani ana tabia hakuachi mikono mitupu, wote mnampenda. Ukitaka kuchuma nyoyo za watu, toa. Mke wako si lazima kuombe, usione ukitoa ila chakula ndio ushamaliza. Hapana, usiwe hivyo. Mwanamke anapenda kupewa. Akitumwa sokoni na chenchi ibakie, umpe mke wako. Na kumpa kuzuri, wape wazazi wake pia. Sio mpaka wazazi wanasema hata hayo maziwa hatupati, ndio ushanunua ushaondoka. Mkeo muhudumie yeye, hudumia watoto wake, jali pia familia yake. Jambo la tatu, wanampenda mwanaume nadhifun, msafi. Ili ni tatizo kubwa sana. Wanaume tuwe wasafi, wanawake wanapenda. Leo wanashinda na TikTok kuangalia handsome boy kwenye masimu. Jiandae, jitengeneze vizuri. Mtizame Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa akitoka kazini atafuta kioo kiko wapi, anaanza kujiweka weka vizuri. Yahe, unaenda nyumbani wewe, si utaenda kuoga? Ambia hapana. Kule nyumbani napenda kumkuta mke wangu ni smart, na mimi asinione ovyo ovyo. Niweke ndevu vizuri, siwe kama pembe za kondoo, moja juu nyingine hivi. Ajiweka vizuri, anajiweka soft, jiwekea ala al-atur. Mtume alikuwa anapenda manukato. Mke wako ukimkumbatia kwenye ukola wa shati, asisikie tu mikaa na harufu ya gereji na jasho, angalau asikie mume wangu ananukia, mpaka asema yule baba anajua kujiweka, anakuwa msafi. Wanawake wanapenda jambo hili. Jambo jingine, wanawake wanampenda mwanaume sabirun, mwenye subira. Usifanane na wao. Mara nyingine anakasirika mwanamke, nipe talaka yangu sasa hivi. Lakini wallahi hakudai talaka. Ni amekasirika tu sana kuonesha umeniudhi. Si utaka talaka na kuandikia hata sasa hivi, hapana, mbembeleze, shuka kidogo. Na la mwisho, anampenda mwanaume anayeamua mambo yake mwenyewe. Umeoa mwenyewe, kila siku ndoa vikao tu, isiwe hivi bwana. Kidogo tu twende kwa shekhe tukasikilizwe. Kidogo tu dada kaniambia tena hapa uende kwanza kwenu. Sasa wewe umenioa wewe, mbona ndoa yako inaremotiwa na kila mtu? Uwe na maamuzi yako. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ndoa hii aibarikie, na hata ndoa zetu azibarikie vile vile. Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.